Kwa majina naitwa Buja K Mwalimu Ndungulu kutoka hapa Stendi Mpya na Mtumbo na Suli. Wazee bwana wana mchango mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, mzee anatusisitiza kwamba tudumishe amani na upendo katika maisha haya kila siku. Pia wazee wana mchango mkubwa sana kwamba wanatusisitiza kuhusu mambo ya dini na kimila na desturi. Umeona? Kiufupi wazee wana mchango mkubwa sana katika maisha yetu ya sasa. Yaani tabia wanazozifanya wazee kutuheshimu sisi vijana, yaani kutembea na mabinti wadogo wadogo wale. Hiyo tabia kwa kweli sio nzuri. Unakuta mzee wa miaka 60, 55, 56 anakuja anatembea na binti wa miaka 16, 22. Hiyo inakuwa is not good. Jina langu ninaitwa Mtawale bin Mohamed Mtawale. Nimezaliwa mwaka na 63 na miaka 62. Mashallah. Upande wa vijana naomba sana tuambatane kwenye upande wa adabu, kwa sababu adabu ndiye inayoweza kumsababisha kijana aeleweke kwa upande wa mzazi wake kwamba nimemzaa vizuri. Lakini vijana wa sasa hivi tunakuwa nao vijana, basi unaweza kukuta unazungumza mambo ya kimsingi, dingi huyo bwana, basi ujue yeye amepita hivi. Kwa kweli hii linaathiri sana kwenye upande wa vijana, kwa maana ya kwamba wazee kwa kazi tulioifanya kwa watoto zetu mpaka kufikia hatua ya kujua kwamba huyu ni dingi, tumefanya kazi kubwa. Kwa hiyo wahamasishwe vijana wetu, adabu ziwe mbele. Asante. Ni tabia gani wazee wenzangu tabia wanazozifanya? Wanajifanya nusu Mungu, maana yake wengine wanajifanya waumini kumbe ni washirikina. Kwa maana sasa wanajifanya waumini kumbe ni washirikina hao, na ndio wanayechangia vifo vya ghafla ambavyo havina kichwa wala msingi. Kwa kweli hili kwa wazee wenzangu, naona turekebishe tabia hiyo, si nzuri. Ni kwamba vijana wazee wanaweza kutembea na vijana, kwa sababu vijana vimwali wenyewe sasa hivi ni wamekaa tayari ya kujiamini, na utakuta kwamba mawazee humo ndimo zilimo hela. Sasa anapokwenda kumpima mzee, kuna historia inasema kwamba ng'ombe hazeeki na maini, inabidi mzee akajipime zali kwa kijana, kwa binti. Sasa hili ni wote tunakuwa uharibifu kati ya wazee na hao mabinti. Huyu anajua kabisa umri wake au unafanana kunzaa, lakini yeye anapenda kujirahisisha na kumfanya kama ajue alikotoka bana. Kwa hiyo hili ni wenyewe mabinti na sisi wenyewe wazee hatuna imani. Kwa mfano wewe mtoto umenzaa mwenyewe, leo unakuja kumkodolea, huu ni uchawi. Ndio. Huu ni uchawi, kwa sababu hana tunda la kuzidi lilo hilo kwa kukupita wewe ambao umemzalisha. Kwa hiyo nasema asante. Kwa jina naitwa Semeni Mtumbei, natokea na Mtumbo. Wazee wana mchango, tuseme wazee wana umuhimu wa kuomba vitu vyote ambavyo vinatakiwa. Wazee wanaomba kila siku maendeleo. Wazee wanaomba vitu tofauti. Wazee wanapenda amani, hawapendi ukorofi. Wazee wanapenda maendeleo katika mitaa, katika jamii. Kwa hiyo wazee wanapenda vijana wote tuwe na amani, raia wote tuwe na amani. Mimi wazee nachukia wale wazee ambao wanarubuni watoto. Unakuta mzee anamrubuni mtoto mdogo wa miaka 15, wa miaka 20, anampa ujauzito. Ndio hizo tabia ambazo zinaniuzi sana katika maisha yangu. Naitwa Neema Kasim Chajigwa. Tunakaa na wazee wetu mitaani, nyumbani, wanatusii tuwe na tabia nzuri, tuvae mavazi mazuri, tuwe na hekima kwa jamii. Tunapotembea mitaani tuvae vizuri, tuvae wanawake tuwe stara. Kwa kweli wazee wanatusii tuvae vizuri, sio babu, sio kina bibi. Kwa kweli sio wasichana tuvae vizuri kutembea mitaani. Tuna maadili mazuri kama walivyokuwa wanaishi zamani. Wana mchango mkubwa wale wazee, wanatushauri sio vijana, sio wasichana, tuwe na hekima, tuwe na heshima kwa wakubwa, kwa jamii. Mchango wangu mimi ndio huo. Wazee wetu kwa sasa hivi wanapenda mabinti wadogo. Wazee wetu wana tabia mbovu, wanapenda mabinti wadogo. Hawapendi wa saizi yao, wanapenda mabinti wadogo. Ndio.
Mimi kwa majina naitwa Yahya Rajab Chabayanga Kinyoite Utililo. Vijana kama vijana, mimi nawashauri tu wasio ni watu ambao kushinda vijiweni. Wajitume sana katika kazi, wafanye shughuli sana za mabustani, kwani mji wetu unapokuwa unakuwa na pesa inapopatikana. Wewe kama kijana inapatikana pesa, kujituma sana kwenye mambo ya bustani, unalima kila zao, tufanye kama nyanya, vitunguu, nini, utapokuwa unauza na wewe unajikimu katika maisha. Sisi wazee kama vijana mara nyingi sana wanakuwa kwa sasa, vijana walioko sio wasikivu sana. Pale unapokuwa na mtoto wako labda na tabia hizi na hizi, ukijaribu kumkataza na yeye anaona kwamba wewe mzee umepita na wakati, wewe tuache sisi tuendelee na mipango yetu. Sasa hilo kwa wazee kidogo linatukwaza.